kufuatia maelekezo ya Meya wa Jiji la Zanzibar, Mheshimiwa Kamal Abdulsattar, ya kuimarisha ushirikiano kati ya Baraza la Jiji na Baraza la Manispaa katika utekelezaji wa majukumu yao kwa maendeleo ya wananchi. Baraza la Manispaa Magharibi B Unguja kwa kushirikiana na Baraza la Jiji Zanzibar wamefanya ziara ya kushtukiza kwa wafanyabiashara wa vyakula ili kukagua hali ya usafi wa mazingira katika maeneo ya biashara. Akizungumza baada ya ukaguzi huo, mwenyekiti wa Kamati ya Huduma za Jamii na Mazingira Baraza la Jiji Zanzibar, Saleh Juma Kinana, amesema ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi hizo mbili na kuhakikisha wafanyabiashara wanafuata sheria na taratibu za afya na usafi zilizowekwa. Aidha, amewataka wafanyabiashara wenye changamoto kufika ofisini kwa maelezo zaidi. Tuko katika ziara katika maeneo mawili haya, eneo la Taveta tumetembelea na pamoja na eneo hili la Militano, na katika ziara yetu hii kubwa tumelenga kutoa wito kwa ndugu zetu wanaofanya biashara za chakula pamoja na matunda pamoja na mama ntilie wote. Hii imekuja kufuatia maelekezo ya viongozi wetu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya kutaka watu wafanye biashara katika maelekezo mazuri. Ikiwa utatembea katika haya maeneo yote, la eneo la Taveta pamoja na eneo hili la Militano, unaona kabisa kwamba wafanya biashara karibuni ya wote hawafuati taratibu za uuzaji wa chakula, wanahatarisha amani na usalama wa watumiaji wa chakula. Kwa hiyo kuna maradhi mengi, lakini nafikiri tukitizama eneo hili liko karibu na barabara, vyakula vyote hivi vinachanganyika na mavumbi, lakini watu kwa sababu hawana sehemu nyingine hapa kununua chakula, wanakuja kununua hapa. Sasa leo tumekuja kwa lengo la kuwaita ili hichi ambacho sisi tunakijua na tunakiona kwamba si kizuri kiafya, tuje tuwaonyeshe kwa ushahidi kabisa siku ya kesho. Lakini pia baada ya kesho kumalizika mazungumzo na maelekezo ambayo tutakayowapa, basi yeyote ambaye atakayekuja kufanya biashara baada ya hapo kinyume na maelekezo tutakayompatia, maana yake huyo hataweza kupata tena huruma ya Baraza la Manispaa wala Baraza la Jiji. Kwa hiyo pia ziara hii chanzo chake kikubwa hasa ziara iliyomaliza juzi na jana ya Mstahiki Meya wa Jiji la Zanzibar, la kutaka sasa sisi Baraza la Jiji tufanye kazi ya pamoja na ndugu zetu wa mabaraza ya Manispaa, kwa sababu tunafanya kazi moja ya kuhakikisha kwamba majambo yanakwenda salama usalimini. Kwa na sisi tumeridhia hilo na tukasema sasa tunataka tuwe wa mfano, kuonyesha ushirikiano wa pamoja, kufanya kazi kwa pamoja as a teamwork. Na tunashukuru ziara hii, tunaamini itaweza kuleta impact kubwa kwa kizazi chetu cha Zanzibar. Kwa mwongozo maalumu, kuna fine ambazo zinafuata baada ya mtu kukiuka taratibu, lakini kuna kuja kuzuiliwa kabisa kufanya kazi ikiwa mfanyabiashara huyo atakuwa ni mkorofi zaidi. Kwa hiyo kikubwa sisi leo tunashukuru ziara leo si Taveta, sio hapa. Hakuna aliyomwagiwa chakula chake, hakuna aliyofanyiwa chochote kibaya. Tumewataka wote waje. Ambaye atakayekuja kesho tunarudia tena, tutawapa maelekezo ambayo yatasaidia na kuwajenga kufanya biashara vizuri, na watakuwa na jiamini kwa sababu watakuwa wanafanya biashara katika mazingira utaratibu uliokuwa unaeleweka. Lakini kwa ambaye atakayekuwa kakiuka kesho, manake miongoni mwa hilo swali ambalo lokuwa umeniuliza, miongoni hizo adhabu za kwanza kuwachukulia, tutaanza na huyo ambaye atakayekuwa kesho hakuweza kuhudhuria wito wetu. Tongo kwa kufanya biashara, la kwanza sio kaidi, lakini la pili wawe ni watu ambao wanawapenda wenzi wao, kwa sababu mtu anampenda mwenziwe ni yule ambaye anampa chakula kilichokuwa kisafi. Kwa hiyo wajitahidi kuhamasishana
katika kufanya biashara kwenye usafi, hili litawasaidia wao, lakini pia wasipendelee sana kusogea mbele ya barabara. Tayari tumeshuhudia vifo vingi. Amani pale wamekufa wafanyabiashara zaidi ya meza kadhaa waliokuwa wanauza samaki, walikuwa wanakatazwa miaka mingi wasoge nyuma, lakini matokeo yake wakawa wanasogea mbele. Siku ilipokuja kuferi gari, kweli walikufa kwa pamoja. Kwa hiyo na wao hawa hata ukiwatizama wote wamesogea mbele ya barabara, kitu ambacho ni hatari, anahatarisha amani ya maisha yao. Hatuzungumzi hili kwamba hatupendi wasogee tu kwa sababu hatupendi, hapana. Badala yake tunawalinda wao na roho zao. Kwa hiyo tunaomba wawe na usikivu na wafanye biashara kwa maelekezo atakayokuwa anaelekezwa na serikali. Hii itakuwa inatija kubwa kuliko kushindana. Kwa upande wake mwenyekiti wa huduma za jamii Baraza la Manispaa Magharibi B Unguja, Hamis Madaraka Masiku, amesema lengo kuu la ukaguzi huo ni kuhamasisha wafanyabiashara kufanya biashara katika mazingira safi na salama kwa afya ya watumiaji. Kama tunavyojua, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi anasisitiza masuala mazima ya usafi wa barabara pamoja na usafi wa vyakula ambavyo binadamu wanatakiwa kula. Kwa hiyo lengo kuu, tumeshirikiana na watu wa jiji, mwenyekiti wa jiji pamoja na kamati yake kuu ambao kaja nayo, tuko nao pamoja kwa mshikamano wetu na nguvu yetu moja kuja kuangalia mazingira ya biashara, kukutana kwa pamoja kuja kuangalia mazingira ya biashara ya wafanyakazi wetu wanaofanya biashara. Kwa hiyo tumekuja kuangalia maeneo haya ili kuangalia changamoto na motisha, na baadaye kesho tumewaita asubuhi saa 2:30 Baraza la Manispaa Magharibi B kwa lengo kuu la kuja kuwapa elimu kwa wote kwa pamoja. Kwa hiyo tumekuja kuambia kwamba wafanya biashara wadogo wa meli 4 pamoja na meli 5 waje Baraza la Manispaa Magharibi B saa 2:30 asubuhi kwa ushapu wao, ili tuje kupeana maelekezo kwenye hizi sehemu tulizozipitia. Hali halisi hairidhishi katika mazingira ya wafanya biashara, hususan meli 4 na meli 5 ambao tulipofita. Lakini hii msako huu hauishii hapa. Tunasema tunataka tuboreshe maeneo yote tuyazunguke, ambao ni wanaofanya biashara barabarani. Sasa hili ni ziara ambayo tumeanza mwanzo leo, lakini tutaendelea na kuendelea na sehemu nyingine ili kwenda kuhamasisha hivi masuala mazima ya wafanya biashara wadogo waliokuwa pembezoni mwa barabara. Wangu wafanya biashara, kwanza kila mtu anayotaka kufanya biashara inabidi aje manispaa kuja kwanza kupata maelekezo ya biashara ambayo anataka kuifanya. Apewe maelekezo, apewe dokumenti zote ambazo zinatakiwa apewe yeye, ili aje kufanya biashara katika eneo ambalo anataka kuja kufanya biashara, kwa lengo kuu la kuwa akosekana ule usumbufu wa wanakuja manispaa kuja kumjiservice kila wakati. Kwa hiyo mimi wito wangu wafanya biashara waje manispaa kuja kupata maelekezo ya biashara zao ambazo wanazifanya. Nao wafanyabiashara waliotembelewa wameshukuru manispaa na baraza la jiji kwa kuwapa elimu na maelekezo yatakayowasaidia kuboresha biashara zao. Mimi naitwa Hussein Hassani na wafanya biashara katika eneo la meli 5. Tunashukuru ofisi ya manispaa ya mjini kwa kuja kuangalia mazingira ya afya. Kwa moja ama nyingine, tunashukuru sana serikali kwa kuweza kuja kukagua hali halisi ya mazingira, sababu tunajua kwa hili ni kwa niaba ya afya zetu na kuboresha mazingira ambayo kila mmoja wetu atakuwa katika hali safi na salama. Hivyo basi tunaiomba serikali iendelee kwa kuweza kuja kukagua hivi, ili kwa ajili ya kuendeleza kudumisha afya na kila kanini katika eneo letu hili la meli 5. Tunashukuru sana serikali na manispaa kwa ujumla. Kweli jambo hili tunashukuru kwa sababu mmeonyesha juhudi nzuri kwa ajili ya kuweza kudumisha afya na mambo mengine kwa ujumla, mazingira yawe safi, na hii inapendeza katika manispaa yetu, hasa hapa meli 5, kwa sababu ni sehemu ambayo watu mbalimbali wanakuja kwa ajili ya kujipatia huduma ya matunda na vyakula mbalimbali. Hivyo kwa hili mlilofanya, msichoke, muendelee kulifanya hili kwa ajili ya kudumisha afya zetu kwa ujumla. Wito wangu ni kwamba tusikilize sana manispaa, kwa sababu kwa hili si kwa faida yao wao, ni kwa faida yetu sisi
kiujumla. Hivyo tutakapokuwa tumefanya kufuata vigezo na masharti masharti ambayo tutakuwa tumepewa na manispaa, itatujenga sisi katika afya zetu na vile vile kufanya biashara zetu ziende katika standard ambayo inatakiwa. Hivyo tunashukuru sana, na pia karibuni kutembelea kwa mara nyingine kwa ajili ya kuendeleza hili swali lililofanyika kwa siku ya leo. Naitwa Fatuma. Nashukuru baraza la manispaa, wamekuja kutupa ushauri mzuri na biashara zetu hawajatumwagia. Tutafuata vigezo na masharti, na huko tulipoambiwa twende pia tutawajibika inshallah. Wito wangu kwa wafanyabiashara wenzangu, tufate maelekezo ambayo tulioambiwa. Usafi ni afya. Kila mmoja anawajibika kutunza mazingira aliyomzunguka. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.